Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV. Karibuni sana katika kipindi hiki ambacho tunawaletea yale yaliyotokea na yale tuliyokusanya makusanyo ya makala ya Simba Football Club na Yanga Football Club. Habari zinaendelea kwa sababu bado zinaonekana kwamba ziko vizuri, kwa sababu hii ndio siku ya kwanza baada ya mpira jana kuchezwa saa 2 usiku, saa 2 na dakika 15 katika uwanja wa Amani kule Zanzibar. Yes, ni habari ambayo tumeipata muda huu, tunataka kuwaletea nyewe wadau wetu subscriber wa Fabidigo TV ambao mko vizuri katika siku zote. Asanteni sana kwa kufuatilia Fabidigo TV na kuiamini kama TV ya kwenu. Asante sana. Endelea kusubscribe Fabidigo TV na kulike, kushare na kucomment katika habari zetu ambazo tunaletea muda wote. Asante sana. Habari tulionao leo, tunamleta msanii mkubwa wa Bongo Flava ambaye anajiita Tundaman. Msanii mkubwa ambaye anaitwa Tundaman. Kumbuka kwamba ni shabiki wa Simba kindakindaki, yani hajawahi kukosea huyu jamaa, kwa sababu yeye ni shabiki ambaye wala aongei uongo. Anaongea ukweli pale ambapo anapoona ni ukweli, wala anaga kumficha mtu, anaongea yaliyojiri. Lakini sasa baada ya mpira wa Simba na Yanga kutokea jana na kuonekana Yanga kufungwa goli moja alikidaiwa kwamba la offside, goli aliyofunga Suleiman Mwalimu alifunga baada ya kuingia kipindi cha pili ili kuweza kuongeza nguvu katika ushambuliaji, maana Simba mwanzoni walicheza bila striker alisia, yani bila namba 9 alisia, walicheza na striker bandia, yani kwamba tukiongelea kwamba mfumo wa 4-3-3, yani kwamba inaonekana kwamba Suleiman Mwalimu anakuwa ni mtu ambaye alikuwa mshambuliaji wa Simba Football Club, pale refa msaidizi kwamba ni goli la offside. Watu wengi wakiwemo wachambuzi wakubwa wa Azam TV na redio nyingi kubwa ambazo zina kicheki lile goli na kurudia marudio yake, wakisema kwa kweli labda ingekwepo VAR ingemsaidia refa wakati kuamua, maana refa wakati aliruhusu goli kwamba ule mpira uende golini. Lakini kwa sababu tu wanasema hakuna binadamu aliyekamilika, wengi wanamlaumu Kibendera kwamba aliona vipi mbona yule Suleiman Mwalimu alikuwa ameondoka na move ya mpira, yani move ya mpira ilivyokuwa alikuwa anapasiwa huku yeye akiwa amejiandaa wakati mpira unatoka mguuni kwa Oula, sababu aliyetoa assist ile alikuwa anaitwa Oula alicheza namba 11, lakini jana akatoa assist nzuri ambaye ilimfuata kwenye kichwa cha Mwalimu akajitenga vizuri kichwa na kupiga kichwa kilichombabatiza goalkeeper wa Yanga Diara. Baadaye Diara alivyoanguka chini, huyu Mwalimu akaumalizia mpira kwa mguu wake wa kushoto na kuenda mpira wavuni ukiwa umetinga wavu, ikiwa safi sana. Mwalimu akiwa anashangilia goli, anakuta Kibendera amekataa goli, huyu refa wakati akawaonyesha kati. Ikawa ni sintafahamu na mtafaruko litokea pale ambapo wachezaji wa Simba na Yanga wakiwa kubishana na refa akisema goli, huyu hapa Kibendera akisema sio goli, na refa wakati akisema goli, na Simba akisema goli, na Yanga na goalkeeper wa Diara akisema sio goli. Hii hapa ndio ilileta mtafaruko mkubwa kati ya Simba na Yanga katika mchezo wa jana wa usiku saa 2 na dakika 15. Mimi kama hapa nimeleta habari mwanzoni kwamba namuongelea msanii ambaye anaitwa Tundaman. Baada ya kuona hivyo akawa ametoa ngoma kali, hata kuingia YouTube sasa hivi ina trend, inaitwa Fabidigo TV, ambayo sasa inaendelea kutrendi na kuwa TV kubwa Tanzania. Ni TV ambayo sasa hivi matukio yote yanapatikana ya michezo, ya dini, siasa. Hapa leo tukitoka kuongelea hii clip tunaongelea vita vya Irani pamoja na Marekani na Israel wanavyopambana huko ili waanze kupambana vita vya nuclear bomb ni nini. Kama unavyojua wanaongea mambo mengi sana, lakini sitaki kuongea mengi hapa kwa sababu ni habari za siasa kule. Hapa tunaongelea mpira. Kwa Tundaman ametoa ngoma kulingana na kwamba yani ameona kama amezulumiwa kwenye ile jambo la kuona kwamba Suleiman Mwalimu amefunga goli na refa Kibendera amekataa ile goli. Watu wengi wamekomenti kwenye nyimbo ya Tundaman akisema wengi wao ambao ni mashabiki wa Simba
Simba wakimunga mkono, lakini mashabiki wa Yanga wakiwa wanamkandia, yani kwamba hujui kuimba. Si unajuaga pale ambapo unakuwa unafanya vizuri au kufanya kitu fulani, kuna mtu anaweza kukukandia ili akushushe chini, lakini siku zote Mungu ndo anampandisha mtu na kumfanya awe mtu, sio binadamu. Lakini sasa hapa tunaweza kusema ndio maana Yanga wanashindwa kufuzu kwenda robo finali. Hawajaifikisha pointi 9 tangu waanzishwe kwenye klabu bingwa Afrika. Yani Yanga tangu ianzishwe kwenye makundi, hatua ya makundi, hawajaifikisha pointi 9. Hata ile wamefika robo finali ya Gamondi mwaka 2023, 2024 walikuwa na pointi 8. Kwa hiyo basi inawezekana tatizo la Yanga ni kubebwa na marefa hapa Tanzania. Kumbuka kwamba Yanga ni timu kubwa Afrika Tanzania, na ni timu ambayo ilianzishwa 1935 na ikiwa inadaiwa kwamba Young African, yani vijana wa Afrika, yani kwamba ilikuwa inadai uhuru. Kwa hiyo basi wanasiasa wengi wakiwa wanaitumia Yanga kama ni timu ya nchi, na inawezekana kwamba hata marefa hao wakiwa wanatembelea hizo, maana goli lile lilikataliwa. Kwa kusema ukweli, kama rais wa TFF atalichukulia maanani, ule refa anatakiwa asimamishwe au apigwe faini, kwa sababu ni goli ambalo linawauma sana mashabiki wa Simba, na ukiangalia sana marudio ndio yanaumiza. Bora kama TV isingekuepo, ingekuwa tunasikiliza kwenye redio. Asante sana, endelea kusubscribe Fahamu Digo TV. Habari hii imekuja kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari vya Fahamu Digo TV. Asante sana.